mtu kwa pekee. Usiangalie watu wanakucheka au wanaona nini kwako. Angalia Mungu anaona nini kwako. Amen. Unapoangalia Mungu anaona nini kwako, uaminifu wake utakuwa na wewe. Amina. Hata kama ujulikani kokote katika nchi hii, wewe julikana na Mungu. Yes. Siku utamhitaji Mungu mahali popote kwenye uongozi wa nchi hii, Mungu atakuwa na wewe. Amen. Pigia Mungu makofi kama unapenda kusikia hayo. Amen. Hivyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya watumishi wake, na nyenyekea kwa Mungu kwa kile ambacho hiyo neema ambayo mnatembelea saa hiyo. Basi wakati huu tunataka kujifunza kwa neema ya Mungu, kama nilivyosema hapo awali, mwezi wa 10, wakati naangalia mwezi wa 9, wiki mbili zangu, nikapata somo la damu ya Yesu, juu ya uwezo wa damu ya Yesu Kristo. Na wakati natafakari pale, Baba akanikuta nimekaa na somo kwa mwezi wa Jumapili kwa juu ya kinywa cha upatanishi. Mwezi wa 9 ilikuwa namalizia. Nishamaliza, nimefunga ile kurasa na andaa somo la damu ya Yesu. Akashangaa, akasema, Mungu ameniambia kwa habari ya mwezi wa 10 tufundishe juu ya damu ya Yesu. Kwa maana roho akiwa kazini, kuna mahali unaenda mpendwa. Amen. Usiangalie uko juu ya maji. Yes. Yuko Yesu anayetembea juu ya maji, mwanaume. Atakwambia njoo, na akikwambia njoo, wewe nenda, usiangalie kulia na kushoto, kwa sababu Mungu ana mpango na wewe. Amen. Leo tutajifunza somo linasema tumia damu ya Yesu katika maombi. Amen. Tumia damu ya Yesu katika maombi. Andiko letu kula msingi liko Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11. Karibu nisomee. Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11. Yes. Mambo ya Walawi 17 na mstari wa 11, nayo inasema, kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Haleluya. Amen. Yeye anasema Yesu Kristo. Nani huyo anasema? Yesu Kristo. Yes. Ambaye Isaya alitabiri kwamba yuko sauti iliyo nyikani. Amen. Itengenezeni njia. Na yuko ajaye, jina lake ni Emmanuel. Na alipokuja alifanya kazi ya upatanishi. Pazia alikachanika vipande viwili. Mimi na wewe, Mungu baada ya kukuokoa haangalii kabila lako, haangalii taifa lako, haangalii cheo chako, haangalii umri wako, haangalii umekula nini, unaitwa nani. Anaangalia alama ya damu ya Yesu Kristo ambayo ilifanya kazi kubwa pale Kalvari msalabani. Yes. Haijalishi walikusemea nini au hata sasa wanasema nini. Ndio. Iko damu ya Yesu Kristo. Hiyo damu anasema katika Walawi huu mstari wa 11 anasema, kwa kuwa uhai wa mwili wetu uko katika hiyo damu. Yes. Ndugu, tuliokoka hatuuawi. Amen. Sababu baada ya kupata uhai wa damu, tulishakufa tukafufuka na yeye. Amen. Na ndio maana nikasema ni vizuri baada ya kuokoka ubatizwe kwa maji mengi, upate ondoleo la dhambi. Amen. Upate ondoleo la agano la mababu na mababu. Amen. Hata wakienda kutambika kijijini kule kwa mamwinyi, kwa mamangi, kwa makabila yako, kwa familia yako, wakichinja mbuzi au ng'ombe, wakitamka jina lako, wanakutana na damu ya Yesu Kristo, kwa sababu yote alimaliza Kalvari. Amen. Nilipookoka, baba yangu alikuwa ananipenda sana. Na bahati nzuri niliolewa, alikuwa na watoto wakamuona, na mume wangu akamuona. Nilikuwa nampenda sana baba yangu kiasi ambacho baada ya kuolewa, shopping niliyoingia mara ya mwisho, nguo za mwisho, acha za mwanzo, niliingia shopping ambayo suti na kununua lukumai na boxer zake na nguo za kushindia, niko ninunua suti ya baba yangu kwa upendo uliompenda. Amen. Na siku aliondoka duniani, anakaribia kuondoka nikiwa Moshi, akanitokea usiku,
akaonyesha kijani kibichi. Nilikuwa na mimba mwanangu Josia, akaninyanyua akanikabidhi kwa Lukumai, nikaenda kwenye ile majani, nikafika mahali Lukumai yupo, akanizungusha kama anazungusha mtoto mdogo Lukumai kama Lukumai. Niliposhtuka nikakumbuka baba yangu kisimsia amezidiwa, nikaanza kulia. Mume wangu akasoma Biblia, akaniambia nini? Nikamwambia baba, mtakula moja mbili tatu. Akasema ukiona amekutoa kwenye kijani kibichi kuleta kwangu, una uhai na una maisha, na amenikabidhi nikulee wewe. Haleluya. Amen. Tangia siku ile kamili kwangu. Hii damu ya Yesu Kristo ambaye sikutaka kubeba mambo ya familia wala mambo ya ukoo, alisababisha baba yangu akamjua Mungu niliye naye. Amen. Maana baada ya kuokoka, aliposikia nimeokoka, na alikuwa ananipenda sana, alikuwa ananiwazia mawazo mema sana, akaniita kijijini, akanunua mbuzi mweupe wa jike, akamleta mchinje ili asomee imani ya familia ya Kichaga ya kule Rombo, asomee kwa kutumia majani ya ulezi, sijui maziwa kwenye kibakuli, aombee jina langu alilonipa kwa mabibi na mababu. Nikamwambia Kalivari yote yameisha. Amen. Mimi sisijui mbuzi, wala sisiki maziwa, wala sisiki hiyo ulezi, na nitaishi, utaniona baba nikiishi, nikiwa ushuhuda maishani mwangu. Amen. Wakamwambia mwendelee haki zote huyu mtoto, sio za elimu, sio za msaada, watu wote wamwache mbali na yeye. Amen. Nikamwambia baba, uninyime pesa, uninyime ugali, uninyime chochote, uniachie Yesu. Amen. Akaniambia usikanyage kwa walokole wowote hapa kijijini sikuone. Nikaingia chumbani, nikamwambia Mungu, wewe ambaye damu yako ni upatanisho kwa agano la milele, ninaomba kibali kwa baba yangu, naenda kwenye zoni kuonana maombi ya saa 11, nipe kibali kwake. Nilifundishwa na mchungaji wangu TAG, nilipoomba kwenda mbele za baba, akanipa pesa, akaniambia pitia dukani kwa babu yako ukanunue biskuti na soda ya Fanta, ule mwanangu usiende na njaa, na uende ukatuombee. Mungu anamaliza yote. Amen. Yes. Na baba yangu yule akafia mikononi kwa mume wangu, kwa sababu aliacha watoto wake matajiri, mabilionea, akakimbilia mahali ambapo Mungu anapatikana. Amen. Damu ya Yesu tumia katika maombi ni uhai. Anasema kwa kuwa uhai wa mwili wetu katika hiyo damu. Yes. Nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu. Yes. Ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Ndio. Unapotumia damu unapatanisha nafsi yako. Amen. Unapotumia damu katika maombi ukapatanisha nafsi yako, ile damu inaenda inakagua, kuna muema, kuna UTI, kuna malaria sugu, kuna pressure, kuna sukari, inaondoa ule ugonjwa kwa sababu ya damu, na nafsi yako inakuwa salama. Amen. Tunapoomba juu ya damu ya Yesu Kristo, hatuenendi kama wana ulimwengu wanavyoenenda. Yes. Daktari kukupima akakwambia una ugonjwa fulani, pokea majibu yake, usiogope. Yes. Umwambie wewe ni mwanasayansi, umeishia hapa. Dio. Lakini iko damu, iko damu inaleta uhai maishani mwangu. Iko damu inanena kwamba niko hai ndani yake, na kama niko hai na uzima, na kama na uzima kwa damu ya thamani, huo uzima utanipa kuona watoto wa watoto wangu. Amen. Yes. Damu ya Yesu ni upatanisho. Amen. Haijalishi ujikwaa wapi, haijalishi ulipitia wapi, uliona nini, uliambiwa nini, ulikutana na nini, yote alimaliza Kalvari msalaba. Hallelujah. Anasema kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Ndio. Mungu akikuangalia, somo la mwezi wa 9 niongea ni upatanisho kwa njia ya nafsi. Na hapa tunatumia damu ya Yesu Kristo katika maombi. Wakati tunajifunza kwa habari ya upatanisho, kutumia damu ya Yesu Kristo, tunaenda kujifunza majina matatu. Yesu ana majina matatu mbele za Baba. Amen. Yako majina utayatumia katika maombi. Mbele za Baba. Kienda mbele za Baba, anasema katika Yeremia 33, leta hoja zenye nguvu. Ndio. Usiombe tu baba, nimeshona sukari baba, sina hela baba, ninaomba daktari kasema baba, kule nyumbani baba kijiji. Leta hoja zenye nguvu mbele za Baba. Amen. Na ukienda mbele za Baba, nenda na reference. Yes. Nenda na andiko. Ndio. Nenda na
Christopher ametongoza hapa katika maombi ya Morning Glory, alitupeleka na reference. Yes. Hata kama ulikuwa hujui kuomba vizuri, yale maandiko yanakupupa, unapata ufunuo uombeje. Amen. Useme nini? Ndio. Na Mungu ni mwaminifu, palipo wawili watatu. Sisi si wawili watatu, ni kanisa, ni madhabahu. Yes. Mungu anashuka yuko mahali hapo. Amen. Jina la kwanza, Yesu ni mwombezi. Amen. Yesu ni mwombezi. Yes. Warumi 8:26. Yes. Rudia kusoma tena, tumesoma Morning Glory, imebarikiwa sana. Amen. Nasikia kama ninaelea kwenye mbingu za Baba. Haleluya. Amen. Wacha niseme hapo kidogo kabla hujasoma. Yes. Kwa sababu mtumishi wa Mungu Christopher anasoma ile andiko, nisikia amani na raha sana. Kwa sababu Roho ushuhudia kupitia watu wawili watatu. Yes. Kwamba ndiye Roho atakaye wakati huu tuendelee kwenye hatua hizo. Yes. Ni kama unapita uko mahali au uko kanisani au uko na mtu ndani ya gari. Unaimba ndani yako, ndani ya nafsi, useme kwa sauti, nitabibu wakari. Alafu anaendesha gari akisema, tabibu wakari. Unasikia kuna Roho anaunganishwa hapo katika nafsi ambaye anaonyesha mnakoelekea. Mtamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Hakuna adui mbele yenu, hakuna ugonjwa mbele yenu, hakuna uchawi mbele yenu, kwa sababu Roho amewafanya wawili kuwa mmoja. Yes. Soma mtumishi wa Mungu. Warumi 8:26 anasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anasema Roho mwenyewe hutuombea. Yes. Kuugua kusikoweza kutamkika. Ndio. Roho hutuombea katika kututakia mema. Ndio. Roho Mtakatifu ni nafsi katika uhai, katika utatu wa Baba. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa maana Roho akikuombea ni Yesu anakuombea. Yes. Roho akikuombea Baba yuko mahali pale. Hakika. Na wewe ambao umekuja asubuhi leo, ikiwa umeokoka, tamani kuokoka. Amen. Kwa sababu ahadi ya Mungu ya kwanza aliyotoa baada ya kuokoka, yeye Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu watafanya makao ndani yako, sio nje yako. Na sasa naongea kwa habari ya nafsi ambayo ina mawasiliano na Baba wakati wote. Amen. Na ndio maana ukiona umekaa mahali unapata mawazo mabaya, mwambie Mungu kama Zaburi ya 133 mstari wa kwanza, nafsi yangu muhimidi Bwana na vyote vilivyomo ndani yangu vilihimidi jina lake. Unaposema nafsi yangu na vyote vilivyomo ndani yangu, kinachotokea yale mafaili mabaya yalikuwa yanapita kichwani, zile nyimbo mbaya, yale maelezo mabaya, zile tafsiri mbaya za simu zapita kichwani, Roho anaziondoa kwa sababu yeye anaingia ndani yako. Sasa anaruhusu nafsi wasiliane na mbingu. Unaona Baba akitembea, Roho akiongea, Yesu akiongea, akikupa majibu ya mambo yajayo. Amen. Na ndio maana anasema katika neno lake, usiogope. Mwanadamu dhaifu, mtazame tu. Yes. Aliyeangikwa msalabani, mtazame tu. Ndio. Usiogope. Kwenye Biblia imeandikwa zaidi ya 996. Imeandikwa usiogope. Kwa siku kuna usiogope zaidi ya sijui ngapi, sijui 77 mara 70. Wewe kazi yako kuchukua neno usiogope, mwambie shetani, hata katika hili sitaogopa. Hata kama nimeona kwa macho bado sitaogopa. Amen. Anasema Roho mwenyewe hutuombea katika kutupatia mema yote. Lakini yeye ni mwombezi mwenye haki. Mwombezi mwenye haki. Yes. Ukiwa na mwombezi mwenye haki, usiogope hiyo kesi. Usiogope hivyo vikao vilivyokukalia. Hata kama umekaa vikao kinyume na wewe, yuko mwenye haki, mwombezi wako. Amen. Wewe inuka, mwambie mwombezi, niko mahali hapa, napita kwenye hili na lile, mbele yangu naona 1, 2, 3, nimewaza, nimewazua, nimesoma neno, nimeomba, bado sioni mlango. Unapomwita mwombezi, anashuka Roho Mtakatifu. Unashangaa, unajazwa nguvu za ajabu, unanena kwa lugha mpya.
Watanzania au wanadamu, penye tatizo kitokea, bomu limepigwa puu, badala wakimbie bomu wanalifuata kwa sababu wao ni washuhudiaji. Badala akimbie, lakini mwenye amani hakimbii. Sitaogopa, sitakimbia. Amen. Nyamaza mwenye amani, tulia, mwambie roho, nielekee wapi? Amen. Bwana atafanya njia pasipo na njia. Yes. Penye amani unapata njia. Penye amani unapata majibu. Yes. Ndio maana Yesu alipotuma wanafunzi wake, akawaambia Bwana na haja na huyo mwanapunda. Aliwaambia wakikuuliza neno, usijibu neno lolote kwa sababu Bwana na haja. Amen. Asubuhi leo Bwana na haja na moyo wako. Asubuhi leo Bwana na haja na maisha yako. Bwana na haja na kazi zako. Bwana na haja na mipango yako. Bwana na haja na vyanzo vya maisha yako. Amen. Yeye ni mwombezi asiyelala. Manesi hata hospitali umelazwa watalala. Madaktari hata hospitali wanajisahau. Mimi nilienda leba nikaona umefikia wakati wa point to engage. Unaita nesi hayupo. Akija ndo anakusaidia haraka, lakini yuko mwombezi asiyelala. Unapomwita anamleta daktari, anamleta muuguzi, anamleta mfadhili, anamleta mtu aliyeandaliwa kwa ajili yako. Amen. Duniani unapokutana na mtu aliyeandaliwa kwenye maisha yako, huyo mtu atakupita katika maisha yake, usimsahau. Yes. Huyo mtu mheshimu, mpende. Wako watu wamepita kwenye mkono wa Lukumai. Tumishi wa Mungu wamewafungua. Wamepata ndoa, wamepata watoto, wamepata kazi, wameinuliwa, wamekuwa na pesa, lakini wamesahau, wakajua ni akili zao na elimu zao. Ndugu, yuko mwombezi. Unapopita kwenye mkono wa mtu nyenyekea. Unapopita kwenye mkono wa mtu nyenyekea, huyo mtu mpe nafasi. Amen. Mtoto wetu mmoja aliendaga mwaka jana, akakaa miaka mingi anasoma, akaacha kozi fulani, akachukua kozi nyingine chuo kikuu, akamaliza, akaoa huko. Siku namwambia baba, nataka kukuoa na mama. Mimi kaa kwenye gari, akaingia ofisi kwa baba pale Desemba mwaka jana. Mimi nikasema ngoja nipishe wanaume ongea wenyewe. Baada ya kumaliza baba akaniambia nataka na wewe uje. Nikafika nikakuta ameleta kitu ambacho kwa nini mtu asibarikiwe? Kwa nini mtu asibarikiwe? Kwa nini mtu asinyozione mbingu? Kwa nini mtu asimsike maisha yake? Yuko mwombezi. Mwombezi wetu mbele za Baba. Yesu ni mwombezi mwaminifu mbele za Baba kwa ajili ya maisha yako. Lakini ameweka makuhani akina Lukumai ili wao wasimame nafasi yake. Wanapotamka kama makuhani, akisema imetokea, imetokea. Amen. Akisema imekwisha, imekwisha. Hata kama daktari atakwambia bado, yuko Mungu anayeona. Yuko Mungu anayetumia manabii na mitume. Yuko Mungu amemweka kuhani mbele yako. Yuko mwombezi Yesu Kristo. Akisema ndio, hakuna anayeweza kupinga. Amen. Neno lake ni amina na kweli. Usipunguze hata nukta. Biblia inasema usipunguze hata yodi moja. Mimi ndio maana sipendi mzaha. Sipendi utani. Ni mkali na niko strict. Nasimamia kile ninachokiamini sawa sawa na Mungu. Elimu tunayojifunza duniani ambayo sasa hivi kabisa tafundishwa na maroboti ni elimu ya kumtoa mtu mahali alikuwa haelewi. Ni elimu ya kumtoa mtu mahali ambapo Mungu amemjalia kwa mwanasayansi ile kali yake au ndoto aliyoibeba kama kina Daudi ile ndoto iende. Lakini elimu ya Mungu inashinda elimu zote. Elimu ya Mungu inashinda madaktari, wafalme wa dunia hii. Makuhani ni wanaweza kusimama na elimu ya Mungu wakakufikisha mahali Mungu anataka ufike. Na ukifika hapo mahali Mungu anataka ufike, usiseme ni akili zangu, ni uzuri wangu, ni uwezo wangu, useme ni mimi, bali sema yeye ni Ebeneza. Amen. Ukisema Ebeneza, umemkusanya Mungu katika uungu wake na uumbaji wake na uweza wake na nguvu zake na mamlaka yake na falme yake na umiliki wake. Mfalme wa wafalme anashuka, maana
Yeye ni mtetezi wetu. Haleluya. Hebu kila mmoja tumpigie Yesu makofi, mtetezi wa maisha yako. Afanye makofi, mwambie wewe ni mtetezi wa maisha yangu, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani. Amen. Point ya pili, au jina lake la pili tunatumia katika maombi, mtetezi. Yesu ni mtetezi. Ayubu 19:25. Yes. Ayubu 19:25 na unasema, lakini mimi najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Historia ya Ayubu hakuna asiyejua. Hakuna aliyeweza kupata magonjwa kama Ayubu hapa duniani tuliyemuona. Mimi na wewe hatujamuona bado. Kabla hajapata magonjwa, alinyang'anywa watoto, akanyang'anywa mali, akanyang'anywa fedha, akanyang'anywa watumishi, akabaki yeye na mke wake. Ayubu aliugua magonjwa ambayo hajawahi kuugua tena. Lakini kwa nini? Mimi na wewe yuko mshtaki. Anayeshtaki maisha yetu mbele za Baba. Wana wa Mungu wasiookoka wanasoma maisha yetu. Mwezi wa 9 nilifundisha kwa habari ya kwamba sisi ni wajumbe. Hatutaandika ile Wakorintho ambayo wa pili tulisoma kwamba sisi ni wajumbe. Kama ni wajumbe, tuna balozi wa Kristo. Mimi naamini ya kwamba balozi wa Tanzania sasa hivi akiwa Kenya, akipita kwenye street au kwenye mitaa, haangaliwi kama mimi na wewe wanadamu kwa hiyo, anaangaliwa kama balozi. Na sisi tuliokoka katikati ya watu wasiokoka, sisi ni mabalozi. Amen. Tunasomwa na watu. Yes. Mshtaki wetu Ibilisi kama simba gurumai anapita huku na huku akitafuta mtu ammeze, ambaye amekaa huku baridi huku moto, yuko katikati. Yesu akasema, ikiwa moto uwe moto, ikiwa baridi uwe baridi. Yes. Lazima atakutapika kwenye mikono yake. Atakutapika kwenye kinywa chake. Amen. Ukiwa katikati ya wana wa dunia, jua wewe ni balozi. Na kama ni balozi, yuko mshtaki anayeangalia unakosea wapi. Amen. Utashangaa leo kanisani watu wamekuwa kidomodomo. Wanajifanya wanajua kuongea. Yes. Wanataka kuongea kama wa duniani. Usinijue, usinibabaishe, usifanye nini. Mimi sisubutu kumwambia mtu asinibabaishe. Yes. Sijamuumba huyo mtu. Amen. Sijampa uhai huyo mtu. Yes. Ninachojua, nikiona kuna jambo asinielewi na kuacha na nyamaza kimya napita. Amen. Lakini wana wa dunia unapokuwa katikati yao, wakinena mizaha yao, na utaongea mizaha, ujinga wao, na utaongea ujinga. Kinachotokea ndipo Ibilisi akipita katika zunguka, anapata sababu ya kukushtaki. Amen. Unasema ukaokoka. Anasali pale kwa kumani. Mbona kaenda hivi? Mbona kauliza hivi? Mbona kafanya hivi? Mtu wa Mungu, usiwe kama mwana wa dunia, usiwe mtu mbea, usiwe mtu kupeleka habari za uongo. Peleka habari za Yesu Kristo ya kwamba anaokoa, anaponya, anauisha, anabadilisha, anarejesha kifaliwa na matumanu na nzige na farare. Amen. Kutana na mtu aliyekaukiwa, mwambie yuko Roho Mtakatifu. Amen. Simama na Roho Mtakatifu ni mwombezi. Amina. Utakuishwa. Yes. Soma neno la Mungu. Nakutana na mtu aliyeokoka mara ya kwanza, ninachomwambia soma Matendo. Kwa sababu nilipookoka mara ya kwanza, mchungaji wangu aliniambia soma Matendo yote. Amen. Niliposoma Matendo nilikuwa ni binti ambaye ni mdogo, alafu sina wokovu mrefu, lakini kupitia kitabu cha Matendo ya Mitume, kwa sababu nilikuwa katika roho, nilipoomba niliweka mikono juu ya wagonjwa wakapata afya. Amen. Nikaweka mikono juu ya watu ambao kijana mmoja alikatika ulimu kwenye plastiki, ukakatika kama nyoka hivi. Nikaweka mkono, damu zinamwagika. Nilipoomba, alipoamka asubuhi, ulimi unashona kama daktari ameshona. Amen. Nilipokoka, nikakutana na dada mmoja ambaye alikuwa na ugonjwa mnene wa tumbo, nilimfahamu kwa muda, alikuwa anasoma Moringa Sokoine. Nikamwambia yuko Yesu anayeponya tumbo. Nikamwekea mikono ile binti, nikamwombea, alipona, akawa balozi wangu, ameokoka mpaka
Amen. Tumia kile Mungu ameweka ndani yako. Amen. Kujua kwamba wewe ni wakili. Wewe ni mtetezi wa watu. Yuko Mwokozi ambaye anakutumia kama mtetezi. Anasema Yesu anasimama kama mtetezi, msimamizi ambaye anasimamisha mbingu kwa ajili ya maisha ya watu wake. Amen. Ayubu alisema mtetezi wangu hatimaye mtetezi wangu atasimama juu ya nchi kuu. Atakaposimama mtetezi, hakuna adui atasimama mbele yangu. Hakuna mzuizi atazuia vitu vyangu. Hakuna adui atacheza na watoto wangu. Hakuna adui atacheza na kazi zangu. Hakuna adui atacheza na huduma yangu. Amen. Nafikiria mtu kusimama juu ya nchi kitu kidogo. Ni sawa na Rais Samia atamke neno. Yes. Ni sawa na huyu rais wa dunia sasa hivi Marekani yule asimame atamke neno. Maana nini ya dunia akisema wapigwe wanapigwa. Wasipigwe wanaachwa. Yeye ni zaidi ya rais wa Tanzania, zaidi ya rais wa Marekani, yeye ni zaidi ya rais wa dunia. Nani akisema neno hakuna anaweza kupinga. Visiwa vinamtii, ardhi inamtii, mbingu inamtii, miti inamtii, wanyama wanamtii. Kila kitu kinachotembea na kitambacho chenye uhai kinamtii. Amen. Hallelujah. Unaposimama na mtetezi, Holy Spirit. Yes. Kama dada yule alikuja Jumapili. Anaitwa Nganashe. Yes. Mimi nilikuwa sijui jina lake. La Kimasai Nganashe. Nilikuwa nasikia Arusha mnaomba akiita dada zake Nganashe. Sasa yule amekuja kwa sababu ya ubini wake alionao. Neema ikamungukia. Baba akasema Nganashe ahudumiwa. Nganashe akahudumiwa, muujiza ukamwangukia. Mtetezi akisimama juu ya maisha yako, watu watainuliwa kwa ajili yako. Watu watainuliwa kwa ajili yako. Waliozuia fedha zako watakupatia. Waliozuia watoto wako watakuachia. Waliozuia waume zako watakuachia. Waliozuia mume wako na mke wako watakuachia. Amen. Kwani kwa Yusufu ilikuwaje? Yes. Kwani kwa Yusufu ilikuwaje? Kwa Musa ilikuwaje? Kwa Daudi ilikuwaje? Yes. Kwa Esther ilikuwaje? Alimsimamisha mtetezi juu ya nchi. Amen. Haijalishi kaburi kanisa kalikuwa kadogo. Binti ambaye hakujulikana. Wala ukoo wake haukuwa mkubwa. Wala kabila lake halikuwa mkubwa. Sana sana Mordekai mjomba wake alikuwa mlinzi wa lango. Hallelujah. Lakini wakati mtetezi amesimama juu ya nchi, haleluya, namfurahia mtetezi wangu Yesu Kristo, maana yu hai kunitetea, yu hai kunipigania, yu hai kunivusha, yu hai kuniweka mahali anataka aniweke. Mtetezi akiwa na mimi, siogopi jambo lolote. Amen. Mtetezi alipokuja Agano la Kale, Yes. wakati Malkia Esther ameambiwa familia yako inaondoka. Yes. Na mjomba wako sio mkuu wa majeshi. Ni mlinzi wa lango. Yes. Mjomba wako si chochote. Yes. Kina Mordekai. Yes. Walitafutana mkaambia tumekwisha. Tufanye nini? Iwe haya yanaongelewa. Tetesi za vita hapa na pale. Vita hivi tunaondolewa sisi. Yes. Esther akagundua kwamba hakuingia ikulu kwa sababu ya cream. Hakuingia ikulu kwa ajili ya wigi. Yes. Hakuingia ikulu kwa sababu ya vazi. Aliingia ikulu kwa sababu ya mtetezi ambaye alipitia kwa mjomba wake. Akamwambia mpeleke Esther mstari wa mbele, akisimame kwa ajili ya enyi watu wadogo. Amen. Wakati mjomba wake na Esther hajulikani, ni mlinzi wa lango. Roho akishuka, mwombezi akishuka,
Mfalme hakulala. Usingizi ulimkata. Mfalme akaita vitabu vya kumbukumbu, akaamuru maliwali na wale wanasimama wasimamizi wa nyumba, leteni mafaili niangalie. Kuna nini huku? Lakini mwombezi amesimama, roho wa maombi, akiomba akisema, Baba, peleka vitabu, peleka mafaili. Yuko kijana amedhulumiwa, yuko kijana hajapata haki zake, yuko huyu mama ateswa, yuko huyu mama ambaye hajapata haki zake, yuko huyu baba ambaye hajamiliki. Amen. Mfalme alipofungua kasikia kwamba Mordekai alisikia watu wawili wakiongea kwa habari ya mfalme. Wamtegea mtego wa muue. Na alipogundulisha hili jambo, Mordekai aliposema lile jambo, mfalme aliokoka kwenye mtego ya wauaji. Akawaza, huyu afanyiwe nini? Wakati Mungu anawaza afanyiwe nini, hata adui yako atasema Mungu akufanyie nini? Hata adui yako atakupigia makofi. Ni wewe umeitwa, ni wewe umeitwa, ni wewe unastahili. Amen. Na hivi mfalme akasema, tendeni nini? Tangia siku ile mpaka leo kwa ajili ya mtetezi Esta na Mordekai tunaongea habari zake ulimwengu mzima, iwe Kizungu, iwe Kiswahili, iwe Kifaransa, iwe Kihindi. Yuko Mungu atainua watu kwenye habari zako. Yuko Mungu atainua watu kufungua mafaili yako kwa damu ya Yesu Kristo. Katika maombi haya yuko mtetezi ambaye atasimama juu ya nchi, akuletea haki zako, akuletea mafanikio yako, akuletea kibali chako. Amen. Wana wa Mungu, tusome nyota kama wasoma nyota. Watakuja kusema soma nyota ya Januari, jina lako Februari, Machi, sijui nyota ya ng'ombe, sijui yangu, sijui ya nani. Sisi hatusome nyota. Tunamwita tu mtetezi asimame juu ya nchi. Anaposimama juu ya nchi, malango yaliyofungwa kama Petro yatafunguliwa. Tena kuna Mungu anataka ufike. Amen. Yuko mtetezi. Pigia Yesu akiwa mtetezi. Anafanya kazi nzuri kwenye maisha yetu. Mtetezi wa watoto wetu, mtetezi wa familia zetu, mtetezi wa ndugu zetu. Unaposimama na mtetezi, hakuna ndugu yako atakufa mwaka huu, hakuna ndugu yako ataondoka mwaka huu. Simama na mtetezi. Amen. Haleluya. Amen. Tukiendelea na mtetezi, Zaburi 24 mstari wa 7 hadi wa 8. Anasema nasi pale. Zaburi 24 mstari wa 7 hadi wa 8. Zaburi 24:7 anasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Haleluya. Amen. Yeye akiwa mtetezi anasema, Daudi katika tungo zake. Nampenda Daudi, ndio maana mimi ni mchezaji wa kucheza kipindi cha sifa. Amen. Mimi usinione nacheza kwenye sifa, nacheza. Na nikimpata anayejua kusalalika na salala naye salala. Aliniomba nimwabudu. Uliniomba nikuabudu. Uliniomba nikuabudu. Baba, matendo yako. Ukisema matendo yake yanashuka kwanza, kabla hajafanya hayo matendo kwa wengine, anashuka anakuponya, anaondoa maumivu, anaondoa tabu, anaondoa huzuni, anaondoa uchungu, anaondoa machozi, kwa sababu haya ni matendo yake makuu. Amen. Daudi akiwa msifu Mungu. Akisema habari za Mungu. Ukipenda kumsifu Mungu, soma Zaburi wakati wote. Amen. Ukitaka muombaji mzuri sana, mtumishi wa Mungu Christopher, kwenye maombi hapa ya vita ya nini, alitumia Zaburi 51, 55, anatembea na shangilizo za Daudi ambazo Daudi alitembea nazo, akawa mfalme aliyemiliki kwa ukuu. Amen. Anasema, inueni vichwa vyenu enyi malango. Inukeni enyi malango ya milele. Nimesema baada ya kutumia damu ya Yesu Kristo, uko ndani yake kuna uhai. Uko ndani yake kuna uzima. Ukiambiwa ni una uzima, ina maana ni uzima wa milele. Ndio maana nikasema unapobatizwa na maji mengi, ukabatizwa kuondoa dhambi, ukazaliwa kwa mara ya pili, unapokea ile uzima wa milele. Unapotumia damu ya Yesu Kristo, ndani yako kuna umilele. Amen. Na kwa umilele uko ndani yako,
chochote tunachokutana nacho, tumia haya majina. Yes. Kama ni kwa habari ya mwombezi, unasimama na mwombezi. Kama ni kwa habari ya mtetezi, unasimama na mtetezi. Kutumia haya majina, mwambie simama juu ya nchi. Yes. Anasema inueni vichwa vyenu. Yes. Enyi malango. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Amen. Wanauliza mfalme wa utukufu ni nani huyo? Yes. Nani mfalme wa utukufu kwako? Nani mfalme? Mimi kwangu Yesu ni mfalme. Haleluya. Hey! Yana mtanashati. Pole kipenzi cha wengi. Yes. Siku moja akaniambia, Ana, I love you so. Na ukijua kijana anakupenda, you know what? Every time you smile. Yes. Unanijua ndio ninakucheka saa zote. Amen. Ila kidogo kwenye ukali. Nasimama kama Mungu la Bwana. Hallelujah. Sasa kile kiwazi kijana mtanashati. I know where I'm going. Yes. Niko hapo na nina hivi. Kuna mahali naelekea. Amen. Ni mfalme wa falme. Ni Bwana mabwana. Anasema huyu mfalme wa utukufu ni nani? Haleluya. Ni huyu mtetezi wetu Yesu Kristo. Anasema Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana wa vita. Yes. Yeye ni Bwana wa vita. Wakati majeshi yamesimama, wakati majeshi yamejipanga, wakati vikosi vimejipanga, wapende wakabidhabina wako kinyume na wewe. Usiwaangalie wao. Yuko mfalme wa utukufu. Yuko Bwana wa mabwana. Yuko hodari wa vita. Yuko mfalme wa vita. Anasimama katika nchi na akisimama. Silaha zote chali. Mabomu yote kwisha. Amen. Mliona wakati wa corona. Dunia inatahayari. Yes. Wanasayansi wamechoka. Na madaktari wanaugua. Yes. Aliposimama Bwana wa vita katika nchi. Mwezi wa 5 rais akasema washeni wafu wazike wafu wao. Sisi kama kanisa tukabakia mbegu. Wasalia. Hata leo tuko salama kwa sababu yeye ni Bwana wa vita, hodari wa vita, ambaye kila kitu amekishinda. Amen. Bwana mwenye nguvu. Nganashe. Kwa habari ya unavyoumwa. Kwa habari ya ugonjwa ulionao. Usiogope. Yes. Yuko Bwana wa vita aliyekuumba. Akaweka pia vya uzazi. Yuko Bwana wa vita aliyekuumba. Akanyonga, akaweka maumbile, akaweka kuwa mwanamke, akakutengeneza kuwa chombo chake. Huyo Bwana wa vita atakupitisha salama. Atakupa uzima. Damu ya Yesu Kristo itakutakasa kwa uzima hadi unyayoni. Amen. Amina. Zaburi ya 103 mstari wa 3 anasema, Yes. akusamehe magonjwa yako yote. Yes. Akuponya. Akusamehe magonjwa yako yote. Akusamehe maovu yako yote. Yes, thank you. Magonjwa yako yote. Thank you. Yes. Akusamehe maovu yako yote. Nitafuta hiyo. Akusamehe maovu yako yote. Akuponya magonjwa yako yote. Kitendo cha neno aku. Aku ni mchakato. Amen. Kinachoendelea pale kwa ngana ni mchakato. Kinachoendelea kwako ni mchakato. Kinachoendelea kwako ni mambo endelevu. Mambo yanafanyika ndani yako. Yako mambo asubuhi ya leo Mungu anafanya katika maisha yako. Amen. Anasema mfalme wa utukufu apate kuingia. Amen. Na mfalme wa utukufu ni nani huyo? Simba kabila ya Yuda. Yesu mwenyewe. Yes. Mwanaume wa wanaume. Bwana wa mabwana. Haleluya. Amen. Nafasi ya 3. Tumia damu ya Yesu katika maombi. Yesu ni wakili. Amen. Yesu ni wakili. Yes. Shauri wa ajabu. Amen. Mungu mwenye nguvu. Ndio. Emmanuel. Wakili mwaminifu mbele za Baba. Amen. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Akisema huyu apewe, huyu atendewe, huyu avushwe, huyu apelekwe, huyu awezeshe. Yuko wakili mwaminifu maishani mwako. Hallelujah. Ukienda mahakamani, mtu akiweka wakili, anaweza hata asihudhurie mahakama. Yes. Wakili atasimama badala yake. Amen.
Amen. Katika Joshua 1:1 akamwambia Joshua, unapenda kumilikisha wana wangu hawa. Uangalie kuifanya sheria yangu. Yes. Usiangalie kushoto wala kulia. Bali uangalie kutenda sawa na maagizo yote aliyokuagiza mtumishi wa Mungu Lukumai. Tangia masali hapa mpaka leo, madai yamejaa kila mwaka, tumetupa, tumeacha, tumewapa wapi, tumeweka wapi, madai kwa madai. Zile ni sheria za Mungu ziko kule ndani. Hallelujah. Unapozirudia na kuzisoma na kuzisoma, Yes. ndipo ambapo wakili anasimama katika lile ambalo umejifunza. Yes. Na katika lile ambalo umelishika. Yes. Na ndio maana hata wakati shetani anakwambia umelala utatoka hapa, usiku wa manane homa iko 41 hutapona. Amen. Anaposimama unasema nitaishi. Yes. Sitakufa. Amen. Hata kama nimelea sitakufa. Amen. Hata kama ni homa sitakufa. Amen. Hata kama ni corona sitakufa. Amen. Hata kama ni Ebola sitakufa. Amen. Wanadamu sasa hivi wanatisha watu. Maana kwa kutisha watu. Mitandao ya ujinga mwingi sana. Mtu kasipa nywele zake kwenda nyuma na mayeboyebo, kaeka mtu kwenye vidonda viko hapa, vidonda vimevimba mausaha, wanaonyesha kama ni ugonjwa hatari unatokea, msisuko masaloni, msifanywe hivi. Na kuambia hivi, hata vitokee hivyo, bado yuko wakili mwaminifu mbele za Baba. Hallelujah. Amen. Na hata ukiona dalili ya kitu chochote, yuko wakili, mwambie wakili wangu, najua uko kwa ajili ya maisha yangu, uko kwa ajili ya hatua zangu, uko kwenye njia zangu. Wewe ni akili advocate ambaye unataka nifike kule natakiwa nifike. Amen. Katika nchi, katika serikali, wakili ni wa muhimu. Yes. Kuna wakili wa serikali, kuna wakili wa raia wenye ofisi zao. Amen. Anachofanya wakili kama ni serikali, wewe unafanya kazi serikalini. Kinachofanyika kwa wakili, anakutetea ili usiharibiwe vyeti vyako. Amen. Au faili lako. Yes. Au hati yako ya kusafiria. Amen. Unapokuwa na damu ya Yesu Kristo katika maombi yako, Yesu anaposimama kama wakili, mahali wanakuchafua, wanakupaka matope, yule wakili anasimama, anafuta hati zote za mashitaka walioshitaki juu yako. Amen. Yesu ni wakili. Tuangalie Yohana wa kwanza 2:1. Yohana wa kwanza 2:1. Waraka wa kwanza wa Yohana mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana Yohana wa kwanza 2:1. Yes, anasema, watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ni kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunao mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Hallelujah. Amen. Nimesema kwamba wakili ni mtu wa haki. Amen. Ukitoka kwenye mwombezi, ukitoka kwenye mtetezi, Yes. Yesu ni mwenye haki. Amen. Ili mwenye haki asimame na wewe. Haya mafundisho tunajifunza hapa. Usitoke ukaachia pale mlangoni. Amen. Unapoachia pale mlangoni, ukitoka mlangoni hivi papa, umeomba hapa. Tumekuona ukicheza unafurahi, unabubujika, unafurahia, unaomba, unaimba, unacheza. Unapoanza kumbeba wakili ukaondoka naye, ukifika mlangoni shetani anakuletea mashitaka. Amen. Kumbuka nyumbani uliacha hivi. Kumbuka uligombana fulani. Kumbuka kazini pale hivi. Kumbuka kazi shuleni pale hivi. Mwambie hivi, yuko wakili. Hati ya mashitaka alichukua mwanaume, akaipeleka msalabani Yesu Kristo, akaweka kibao pale cha amri ya kwamba kuanzia leo nimemkomboa mwanadamu kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna mashitaka juu ya mwanadamu, ninaondoa mashitaka yake yote. Amen. Mungomelea hayo mashitaka. Ukitoka pale mlangoni akikurudia na mashitaka, mwambie nimeokoka. Amen. Mimi ni kiumbe kipya. Amen. Mimi ni Mungu hapa duniani. Yes. Mimi ni mtu hatari. Mimi si mtu wa kawaida. Mashitaka yako peleka kule kwa Zabina na Migwego na kina Maimuna kule. Mimi sipo. Amen. Na ukiona bado anakuletea habari masikioni kwako, imba pambi yako. Ninaye Yesu nimehakikisha. Jemedari wangu ni. Ukiimba nakimbia, mpingeni shetani naye atafanya nini? Atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atafanya nini? Atawakaribia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Efeso 2:15. Efeso 2. Efeso 2 mstari wa 15 anasema,
naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Haleluya. Amen. Anasema naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake. Yes. Kwa msalaba. Yesu aliondoa uadui. Kwa msalaba Yesu aliondoa uadui. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi baada ya kuokoka, wazazi wangu wakanikataa, wajomba zangu wakanikataa, kwa sababu nimeingia dini ya wajinga, dini watu wanaolia. Na bahati mbaya kwa viongozi wa serikali, wajomba wangu wakasema kina Lazaro na kina Mulala wanakutana kwa mahakamani, unaingia dini ya wajinga. Lakini hajui moyoni nimepata nini. Yes. Ndani yangu nasikia moyoni nimempata Yesu, ananipenda. Oh, moyoni nimempata Yesu, moyoni. Sikujali. Yes. Wakasema asipewe hata hela ya ada, asipewe hela shule. Pia sikujali. Nikaendelea kujitafutia nikiwa na Yesu mwenyewe. Na uzuri ni kwamba waliponikataa, Yesu alianza kuongea na mimi wazi wazi. Amen. Ananiambia utaamka leo. Niko naomba, ananiambia utaondoka kufanya mtu fulani, atakwambia hivi, mjibu hivi. Huyu atakupa pesa kiasi hiki. Na ilikuwa inatokea real. Amen. Ananiambia leo utaitwa kwenye interview fulani, ukiambiwa hivi na hivi, na inatokea real. Yes. Nikati na sina ushauri na mwanadamu. Hata mama wa kanisani kwangu simwambie Mungu aliyoniambia. Kwa sababu nilipokuwa nilikuwa mchanga kabisa, niko kule Monduli, nilichukua nifika wanadani kuku, mimi nikanadi ikafikia kiwango kikubwa, ndipo moyo wangu ndipo Mungu unajua aonavyo mtu ndivyo alivyo. Amen. Na kila mbuzi huyo kulingana urefu wa kamba yake. Mimi kwa naona ndani yangu naweza. Nikanunua kuku. Mzee wa kanisa akasema, "Huyu binti kwa nini mnada amezidi wengine kanunua kuku?" Alafu kuku kabisa kwa mchungaji, sikielewa. Siku nyingine akanikuta njiani huyo mama mzee wa kanisa. Akaniambia, "Ana umebeba nini?" Nikamwambia sukari napeleka kwa mchungaji. "Kwa nini beba sukari?" Tuenda nyumba ya mchungaji tukakamua ng'ombe. Sisi watumishi wa kanisani, sio kama kanisa leo mjini, kule ni wilayani. Tukakamua ng'ombe na watu wengine. Tunapika chai, tunashemsha majani ya chai ya kawaida ya zamani. Tunapika chai mezani, hakuna sukari na wanakunywa na viazi vya kuchemsha. Mimi nikachukua sukari, waina yangu naenda sukari yangu. Mama akaniambia, "Ana unapeleka ng'ombe nini?" Sasa najua mimi nimenunua kuku kule, kumbe ana mambo yake ya dunia. Haoni ninachokiona. Akaniambia, "Baba nikamwambia sukari." Akaniambia, "Acha biashara sukari kwa nyumba za wachungaji wewe. Achana mambo ya sukari hayo, usipeleke. Rudisha." Nikamwambia, "Sawa mama." Nikapita kafikisha sukari kwa mchungaji. Niliombewa na huyo mchungaji maombi yao ambayo mpaka leo yanaishi. Amen. Hallelujah. Akaona sijatii. Akaenda kwa wazazi wangu, walezi wangu, mjomba wangu na shangazi yangu. Akaambia, "Mtoto hela wanatoa wapi jamani? Usitafute habari za watu. Tafuta habari za Yesu Kristo." Aliyehubiriwa miaka 2000 iliyopita. Mwanadamu dhaifu utamuona Mungu. Usitafute habari za jiji hili. Usitafute habari za watu. Tafuta habari za Yesu Kristo. Yeye ni wakili mwaminifu maishani mwako. Amen. Ukitoka kuja kanisani, ukutana mtu anakuambia hata kwa kundi la kina mama, au kundi la vijana, au kundi la praise, ukamwambia, "Kiongozi wangu, naomba msaada. Tufanye nini juu ya hili?" Akikupa habari ambazo sizo, kata mguu wako, kaa mbali naye, huyo sio yule wa njia yako. Amen. Na ikiwezekana muombee, kwa sababu bado anatumikia kina Hamani. Amen. Bado yuko dunia nyingine. Yes. Usijiunge naye atakupoteza, huyo sio mwenzio. Amen. Na usimhukumu. Yes. Hukumu juu ya Mungu mwenyewe. Kikubwa muombee. Amen. Yesu ni mwombezi. Yes. Jiunge na Yesu, mwe waombezi wote. Amen. Juu ya huyo ndugu yako. Haleluya. Amen. Anasema ndio sheria ya amri katika mtetezi zilizo katika maagizo, ili afanye hawa wawili kuwa mmoja, kuwa mtu mpya ndani ya, anasema wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Amen.
sababisha amani. Haleluya. Kuta mahali hakuna amani, hata kama ni mdogo kati yao, sababisha amani. Amen. Angalia Mungu anasema nini? Neno linasema nini? Wakutakudharau usiogope, watakujibu vibaya usiogope, lakini Mungu wa haki, wakili mwaminifu, atasimama na wewe na atakutumia kwa ajili ya ufalme wake. Mahali watu wazima hawana majibu. Amen. Kule kijijini kwenye kikao hawana majibu. Amen. Wakili mwaminifu atakwambia sema hivi. Yes. Jibu hivi. Waelekeze hivi. Ile hekima ya Mungu itashuka juu yako. Ule ukuu wa Mungu utaingia ndani yako. Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi. Yes. Haleluya. Ita damu ya Yesu Kristo. Damu iliunganisha watu wa Mungu katika Agano la Kale. Hiyo damu itakuunganisha na visivyowezekana. Damu ya Yesu Kristo ilimuunganisha Elia na kunguru aliyekuwa mroho. Yes. Akabeba nyama na mkate, peleka, akapeleka. Kwa sababu ya damu ya agano. Amen. Wakili mwaminifu Yesu akitaka kitu juu yako, usipende kujieleza kwa watu kwamba nimezuiliwa, nimeambiwa. Ukiwa na neno, mpelekee mchungaji wako huyu. Amen. Huyu ni kuhani ambaye Mungu amemwandaa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Amen. Nikiwa na jambo mimi simu yangu ikipokelewa, hilo jambo limeisha. Amen. Naishi maisha mwanadamu wa nyama na damu ambaye ninapitia mambo mbalimbali, lakini mahali siwezi, naita wakili na mwambia, wakili kuna jambo moja mbili tatu. Ananiambia moja mbili tatu na akiniambia nimetoboa. Amen. Tumia Yesu akiwa wakili wako. Mtumie kwa advocate wako. Yes. Mwanasheria wa haki. Mungu mwaminifu. Aliaminiwa kwamba kati yake na sisi tumuone Mungu. Haleluya. Amen. Tuangalie tena Petro wa kwanza mstari wa kwanza 18-19, tutamalizia hapo. Yes, Petro wa kwanza 1 mstari wa 18 anasema, kama watoto wa kutii msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo yenu yote. Petro wa kwanza 14 hadi 15. Petro wa kwanza 18 hadi 19. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 anasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo yenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Anasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Yes. Kwa fedha au dhahabu. Ndio. Niliona wakati wa corona mtu mmoja hayuko mbali na maeneo haya, eneo lake la mtu mkubwa sana, majengo yako yako mbali na maeneo haya. Bila mtu akapelekwa Muhimbili, akazuia mitungi ya gesi yote ikiwa yeye kwa ajili ya corona. Alienda kumzika mdogo wake, wakaweka mwandani. Wale waliomuingiza mdogo wake mwandani, watatu wote wakafa, akabakia yeye. Ugonjwa ulipomshika akafika Muhimbili, akamwambia mitungi yote ya gesi nipewe mimi. Lakini yule mtu mitungi ya gesi alipopewa na pesa alitoa, yule mtu bado alikufa. Oh, yes. Sababu hofu. Kinachoua watu wapendwa ni hofu. Amen. Na ndio maana baba yetu Jumatano alifundisha akisema kwamba tuipinge roho ya hofu kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Pinga mashaka kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Unashangaa una ugonjwa lakini hofu inakuua. Yes. Hofu inakupa kutetemeka. Ulifika hospitali ya umri, daktari anapima tu malaria na UTI. Anakwambia weka mkono wa pressure, anapima anasema iko 220 kwa 120. Wewe ulikuwa unatembea nayo, unalala nayo. Anakwambia chukua wheelchair kaa, weka kitanda, piga sindano, piga hiki. Anakutia hofu na ukileka ka. Macho yanaanza kwenda kama saa. Miguu inaanza kutetemeka, hofu inakuingia. Woga unakuingia. Hiki nini sikijui. Akikuta 220 kwa 120 na wewe unajua kwamba huko unajua hayo mambo. Mwambie daktari, ninashukuru niko salama. Pamoja na 120 na 220
kiko kidonge nipe kama chakula nile. Na sikupe cha zaidi ya kile. Na ukinyanyuka kwambia lala, mwambie natembea. Siku moja nilienda na mwanaume shupavu. Hebu mpigie makofi baba yetu mwanaume shupavu. Haleluya. Nilienda TMJ hospital. Nikaingizwa pale. Ninafanyia check up ya vidonda vya tumbo. Nasikia sisikii vizuri, tumbo limejaa gesi. Daktari kunicheki, anapika specialist mageni wanawake. Nilikuwa na watoto wawili wakati ule. Kunicheki, akachukua kiwili cha nesi, akanibeba kwenye kiwili cha chip. Leo alikuwa amekaa mchungaji wetu, sorry. Pastor alikuwa amekaa reception. Sasa vile kama nao kwa wakati sasa mimi nao. Amekaa reception, anashangaa mke wake huyo na kijana nafika pale twende, akasema, "Hani, kuna nini?" Nikamwambia daktari anataka gari. Akamwambia, "Nesi mshushe mke wangu." Kijana baba makofi jamani, kijana shujaa. Niliposhuka, akaniambia, "Tugia mshike nini hapa?" Nikamwambia vidonda vya tumbo. Anaisi gesi vidonda vya tumbo. Akaniambia, "Mke wangu ni mzima, twende nyumbani." Na tangia siku mpaka leo mimi ni mzima. Haleluya. Amen. Yuko wakili mwaminifu mbele za Baba. Wakati daktari anasema ya kwake ni utaalamu wao na mipango yao na biashara zao na mambo yao. Simama na kile unachokiamini ndani yako. Mtetezi wangu yu hai. Wakili mwaminifu mbele ya madaktari, mbele ya rais, mbele ya watu wa jeshi la polisi, mbele ya ndege ya miujiza, mbele ya mwanamume, mbele ya mwanamke. Yuko wakili Yesu Kristo. Atasimama kwa ajili ya maisha yako. Amen. Haleluya. Amen. Hata kama unakaa na rafiki anayependa kukopa, tukakope pale, tulipe pale. Ukiwa na wakili usikubali kukopa. Amen. Yuko wakili atakayetetea. Yes. Pale pointi ya pili sema mtetezi atasimama juu ya nchi. Akisimama juu ya nchi, alimnunulia Elia kunguru, atainua nye pesa kuletea hizo pesa. Amen. Usiogope hata kama una pesa. Mungu atawashika wenye pesa. Atatikisa falme, atatikisa mbingu, atakuletea fedha na dhahabu, maana ni mali yake. Amen. Kuna watu wana tabia kukopa. Anakopa hapa, analipa hapa. Anakopa hapa, analipa hapa. Hao watu usiandamane nao. Watakuletea roho ya wasiwasi. Simu ikilia